Yanga tayari ipo Algeria kwa ajili ya mechi ya pili ya kundi B katika ligi ya mabingwa Afrika ikitoka kuifumua AC FAR Rabat kwa bao 1-0 weekend iliyopita. Lakini sasa umesikia kile walichofanyiwa na mabosi wa klabu hiyo. Mastaa wa timu hiyo wakiongozwa na Pacome Zouzoua, Prince Dube na wengine wamewekewa mezani shilingi bilioni 1 zilizowafanya wapambane kwa jasho na damu na kuwafunga FAR Rabat kupitia bao la Dube sambamba na mechi ya kesho na nyingine zote zilizofuata za makundi. Kama ulikuwa unajiuliza ilikuwaje Young Africans ikaupiga mwingi kiasi kile wakati wa mechi ya FAR Rabat, basi ni kwamba ukiacha ufundi wa kocha wao mpya Pedro Gonçalves, wachezaji wa timu hiyo walipewa ahadi nzito ya kuvuna shilingi bilioni 1 ndani ya mechi 6 tu. Kabla ya mechi hiyo ya kwanza kilifanyika kikao kilichowahusisha wachezaji wa Young Africans na mabosi wao wakiongozwa na rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Said, ambapo uongozi umewaambia unataka kuona timu inatinga robo finali. Katika malengo hayo mapya, wachezaji wa Yanga wameambiwa wanachotakiwa kukifanya ni kupambania timu ishinde tu, na kuanzia mechi iliyopita AC FAR Rabat waliofanya kweli, na kwamba timu ikienda robo tu basi mzigo wa shilingi bilioni 1 utakuwa ni wao moja kwa moja. Mabosi wa Young Africans walichofanya ni kutotaka kuwapa pressure wachezaji, ambapo msimu huu wametumika akili fulani ya kugawa malengo, ikiwemo katika mechi ya kesho inayokuwa ya kwanza kwa makundi ikiwa ugenini dhidi ya JS Kabylie iliyopoteza kwa mabao 4-1 mbele ya Al Ahly. Awali itakumbukwa ilitangaza inataka kutinga makundi na ikakamilisha nia yao hiyo, na sasa wanaitaka robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mastaa waliofunguka, mmoja kati ya wachezaji wa klabu hiyo, walisema kuwa wana uhakika na ahadi ya bosi wao. Unajua, tajiri wetu sio muongeaji, ni mtu wa vitendo, na ameshatamka kwamba kazi yetu ni kushinda tu. Tukisha ipeleka timu robo, mzigo tutaupata, na hajawahi kwenda kinyume. Tunahamasishana sana kuhakikisha hatuanguki. Ile ya FAR Rabat ni moja, tutakwenda kupambana zaidi huko Algeria, tushinde hata kupata sare, lakini hatutaki kupoteza kabisa, amesema mmoja wa wachezaji wa Young Africans. Mgawanyo, ukigawanya ahadi hiyo ya shilingi bilioni 1 ni sawa na kusema kila mchezo ndani ya mechi hizo 6 una thamani ya shilingi milioni 167. Tayari wachezaji wameshajihakikishia kiasi kama hicho baada ya kushinda mchezo wa kwanza nyumbani Novemba 2022 Zanzibar. Mbali na fedha hizo, wachezaji wa Young Africans wameshajichukulia kiasi cha shilingi milioni 20 kupitia ahadi ya Rais Samia Suluhu Hassan kununua bao ambalo waliwafunga Waarabu hao. Young Africans itakuwa ugenini dhidi ya JS Kabylie Algeria Ijumaa Novemba 28, 2025, ambayo imetoka kuchezea kichapo cha mabao 4-1 dhidi ya National Al Ahly. Nel TV, endelea kutufuatilia, pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Liz wa Sport. Hadi wakati mwingine, bye bye.